inda i'dad al-firaq. Haya maneno haya ni maneno ambayo kwenye vitabu vingi hayanukuliwi. Sasa mimi leo nayanukuu makundi ambayo yatakuja, utajo wake yatatajwa wakati utakapokuja kuyataja makundi. Lakini lamma kana fash'ul bid'i, lakini pale ilipokuwa kuenea kwa bid'a wa dhuhuruha na kudhihiri kwake baada al-200, baada ya miaka 200, lamma uribati al-kutub al-ajamiyya, pale vilipopelekwa katika lugha ya Kiarabu vitabu vya Kiajemi, hususan wakati wa Maamun, vikawa vile vitabu vilivyokuwa katika lugha za Kilatini, lugha za Kiyunani, za Kigiriki, vikaletwa katika lugha ya Kiarabu, vitabu vya kina Aristotle, vya kina Plato na wengineo katika wana falsafa, vikaletwa katika lugha ya Kiarabu. Pale baada ya miaka 200 anasema, na kuiribiwa, kwa maana kuletwa kutoka katika lugha za Kiajemi kuleta katika lugha ya Kiarabu, kama taqaddama, kama ilivyotangulia. Wazada albalana, hapo balaa likazidi baada ya vitabu hivi kuleta katika lugha ya Kiarabu. Watu wakaanza kusoma mambo ya falsafa, mambo ya logic, mambo ya search for truth, mambo ya search for wisdom. Hii logic yake nini? Watu wa logic wapi? Hakuzaa hakuzaliwa, hakuzaa hakuzaliwa. Mtu anakaa usiku mzima anafikiria hakuzaa hakuzaliwa. Watu wa kutumia akili, kwamba akili itamfikisha mtu katika nini? Katika hakika ya mambo. Akili pekee yatosha. Kwa fitna hii ndio hiyo fitna ya kina Jahamia. Sasa Qur'ani ni kiumbe, kwa sababu ukisema kalamullah, ukisema Allah amezungumza, anayezungumza ana ulimi, anaanza kuja hao. Anayezungumza ana mdomo wa juu na chini, anayezungumza wanakuja hao, unaona haya soma neno la Allah. Ukisema kalamullah, maana yake Allah kazungumza. Hivi ndio ilivyoingia uchafuzi katika dini, yani falsafa. Ukamwona huko kuna sirat, kuna njia huko ambayo itakuwa juu ya jahannam, yakoa kuliko upanga, nyembamba kuliko nywele. Na mtu anakuwa sasa, huu mguu utakaje pale? Kwa sababu itakuwa watasara mambo ya sijui ya force, mambo ya pressure, ni mambo ya nini, akili hizo. Sasa kweli mguu utakaa hapo? Kwa itakuwa sio sirat kwa maana hiyo. Huu ndio wakati dini imeingizwa mambo mengi yasiyokuwa. Watu wakatumia falsafa, wakakanusha mambo mengi, mpaka wakati ya shaka juu ya uwepo wa Allah tabarak wa taala. Anasema baada ya wakati huu ikazidi balaa. Wa adhhara al-Ma'mun, na akadhihirisha Ma'mun al-qawla bi khalqi al-Qur'an, kauli ya kwamba Qur'ani imeumbwa ni kiumbe. Ma'mun alikuwa ndo mtawala wa Abbasia, akadhihirisha kauli hii kwa watu, na atakayesema sio kiumbe ni kalamullah ghairu makhluqin, huyo ni mtadili naye, andika barua apeleka huko katika miji. Sema wakati huu wa dhahara madhhabu al-i'tizal, na ikadhihiri madhhabu al-i'tizal dhuhuran la mazida alayhi. Imam Safarini anasema kudhihiri ambako hakuna ziada. Inharafa afwan bisababi inhirafi al-khulafai, kwa sababu ya kwenda kombo hawa makhalifa wa Abbasia am madhhab al-haqq, na ile madhhabu ya haki. Wa kana alladhi qama bihi, na ikawa yule ambaye alisimama fi nuhurihim, wa kana alladhi qama fi nuhurihim, na ikawa alisimama kwenye shingo zao. Waradda maqalatahu, na akaraddi maneno yao. Wa abtala madhhabahu, na akabatilisha madhhabu yao. Watazayyafahu, na akaonyesha uchafu wake. Wa dhamma man dhahaba ilayhi, na akamtaja vibaya na kumsema vibaya aliyokwenda kwenye madhhabu hiyo.
au awala alayhi, au akajiegemeza na kutegemea madhhabu hiyo, au intama ila dhawihi, au akajiegemeza akajinasibisha kwa wenye madhhabu hiyo, au nadhala anhu, au akaitetea madhhabu hiyo, au mala ilayhi, au akamili na kubezi kwenye madhhabu hiyo. Sayyidana wa qudwatana al-imama al-mubajjal al-habra al-bahra al-mufdal au al-mufaddal Aba Abdullah al-Imama Ahmad, aliyesimama wakati huu kupingana na bid'a hizi kwamba Qur'ani imeumbwa ni kiumbe. Katika wakati huo wa Maamun akapinga maneno yao, na anayewatetea akampinga, anayewasifu akampinga, anayejegemeza kwenye madhehebu hiyo akapinga. Alikuwa ni al-Imam Ahmad, ndio alosimama katika shingo zao, anasema al-Imam Safari. Ndio maana al-Imam Ahmad akaitwa Imam Sunna. Fitna gani hii? Qur'an nini? Qur'an makhluq. Anayetetea, anayewanusuru, anayeshirikiana nao al-Imam Ahmad alikuwa anamsema vibaya, anapinga. Leo nyinyi watu wanasema Qur'ani makhluq, wewe wasifu. Alafu wewe uwe ni mtu wa sunna. Sunna haiko mbali na wewe. Wala sisi hatuna red card, sunna yenyewe ndio kupa red card ya umo. Kuna mtu wa sunna sampuli hiyo. Nyinyi mwataka sunna lakini mwataka na dunia. Kokote kuwasifu hivi maibadhi nini, kwa sababu mwajua kuna hela za Omani. Nyinyi watu wa kutaka misaada, yote kushirikiana na watu wa bid'a kwenye hafla zenu. Mwaozesha vijana wenu, basi pia mtaleta watu wa bid'a, mtamleta huyu Al-Hadi Walidi, mwataka sifa na maslahi yenu. Kama sunna hiyo sio sunna bwana. Nyinyi ndio mnaiangusha sunna na kuwafanya masalafu kuonekana ni mutashaddiduna, hawataki umoja, ni watu watafu kalia wenzao hawa. Nyinyi sio wenzetu, sio watu wa sunna nyinyi. Hawa ndio watu wa sunna. Kana Imam Ahmad watu wameadhibiwa kwa sababu ya kupinga tu Qur'ani nini makhluq. Leo watu wameandika vitabu Qur'an makhluq, wewe ni marafiki zao. Naam.